Mwenye nguvu na uweza katika jina la Yesu, asante kwa pendo lako. Asante kwa neema yako na kwa uweza wako katika Jumatatu hii tena. Litukuzwe jina lako na yatimizwe yale mapenzi yako, Mungu mwenye mapenzi mema, kwa utukufu wako wa milele. Asante kwa ajili ya fadhili zako na rehema zako katika asubuhi. Mapenzi yako naomba yakatawale, yakatimizwe tena katika maisha yetu, katika vyote, katika jina la Yesu Kristo. Ninaziharibu njia zote, mbinu zote za ufalme wa adui zinazowafuatia wana wa Mungu, watumishi wako, wateule wako. Zikose uhalali, kibali katika jina la Yesu, kazi za adui juu ya wana wa Mungu. Asante kwa siku hii njema na wiki hii. Kabarikiwe Jumatatu mpaka Jumatatu tena, Jumatatu mpaka Jumapili tena. Ikawe baraka, ikawe nuru, ikawe furaha katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mwenye nguvu na mwenye uweza na mwenye kuponya, kwa utukufu wako Baba. Naomba mwenye taabu na huzuni na shida katika mwili akaponywe sasa katika jina la Yesu, akawekwe na afya na uzima sasa. Mkono wako wenye nguvu ukamsaidie, ukamtetee, ni katika jina lako Yesu Kristo lenye nguvu na uweza ninaomba Baba, haya yakatimizwe kwa utukufu wako. Damu ya Yesu tutakase tena wiki hii Baba. Naomba utakaso wa damu yako Yesu. Naomba utakaso wa damu yako Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sante Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye neema, mwenye rehema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu zako na uweza wako ukamiliki, ukatawale, na kusudi lako likatimizwe katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu Baba Mwokozi akubariki, uwe na wiki nzuri. Tukawe sote na wiki nzuri ambayo haina hasara, haina uharibifu, haina uovu kwetu, na itakuwa njema katika jina la Yesu. Bwana Mungu akubarikie, akujalie kuwa nayo kwa jina la Yesu. Sema amina kwa Yesu na kumwambia Yesu, nisaidie, Roho Mtakatifu niwezeshe. Tunahitaji kuwezeshwa tu na Roho Mtakatifu kweli kweli, maana pasipo Bwana hatuwezi. Yesu anasema mwenyewe katika Yohana 15 mstari wa 5. Anasema maana, mstari ule anamalizia kusema maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hatuwezi bila Yesu. Bwana akujalie. Bwana Yesu atulinde tena, atuangazie nuru yake tena katika wiki hii na mwezi huu wote. Haleluya. Neno la Mungu linatoka kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya kwanza. Nitasoma sura ya kwanza mstari wa 15. Nitakwenda mpaka ule wa 19 mpaka wa 20, nitamalizia pale. Kutoka sura ya kwanza mstari wa 15, nianzia hapo. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Mstari wa 18. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi hai watoto wa ume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Narudia mstari wa 20.
Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hawa watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Ujumbe huu, kichwa cha somo hapa ni kwamba maagizo mabaya ya wakuu wa dunia. Ni maagizo mabaya ya wakuu wa dunia juu ya watendakazi wanaotenda kazi kwa mfalme au chini ya mfalme. Maagizo mabaya chini ya mfalme, kwa wale walio chini ya mfalme. Maagizo mabaya ya wakuu wa ulimwengu juu ya wanaotenda kazi. Hapa tunayaona maagizo mabaya ya kuangamiza roho za watu, ya kuua watu. Anasema mfalme wa Misri akasema na wazalisha. Hapa wana wa Mungu, taifa la Mungu, walikuwa mahali ambapo ni pagumu, na mfalme ambaye yuko sasa kwenye taifa hili Misri anasema au anatoa maagizo kwa wafanyakazi niseme sasa wa hospitalini, au niseme wale wazalisha, kwa maana ya manesi, madaktari. Mfalme anapeleka agizo. Kwa hiyo ameambiwa ni mfalme wa Misri, kwa hiyo maana yake ni mtawala, au tuseme ni rais. Anatoa maagizo kwa wazalisha. Mfalme ameangalia mbinu ambayo itamfanya yeye aendelee kufurahia utawala wake, ili asije akazidiwa. Ukisoma mistari mingine ya nyuma, kwa mfano ukiangalia ule mstari wa 8, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu, akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka, tena ikatokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Hii ndio mbinu aliyokuwa, haya ndio maarifa yake na akili yake, ndipo ilikuwa imefikia mfalme. Hapo ndipo alipoona kwamba ili kuweza kuwakabili hawa jamaa ambao wana nguvu na ni taifa linaloongezeka au ni watu wanaoongezeka kwa haraka, anasema tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka, alafu wakatufunika, wakatutawala, wakatuondoa kwenye nchi, au wao wakawa ndio wamiliki wa nchi. Kwa hiyo ni uoga wa mfalme, mtu mtawala we mkubwa, anakuwa na uoga na mashaka juu ya watu ambao wapo ni wageni katika nchi yake. Anawatendea mambo ya ukatili mabaya ambayo hayampendezi kabisa Mungu, na hata si tu Mungu, hata mwanadamu mwenyewe. Ndipo anasema mfalme akatoa maagizo, akawaambia hawa wazalisha au manesi au madaktari, akawaambia basi wakati wanapojifungua wanawake hawa wa Kiebrania au tuseme Waisraeli hao, watakapofikia wanajifungua, ikiwa ni mtoto mwanaume, huyo asiishi uweni, manake wamnyonge juu kwa juu. Maagizo ya ajabu sana. Manake anatuonyesha kuna watawala wana jinsi katika ulimwengu, katika hii dunia. Kuna watu wa jinsi, wapo si mmoja, wapo wengi. Na wanapewa maagizo na mfalme. Sasa fikiria, ni mtawala, wamepewa maagizo. Sasa kwa sababu walikuwa ni wacha Mungu na wenyewe wakapata maarifa ya kimungu, wafanye nini? Na kwa sababu hofu ya Mungu iliyokuwa imekamata mioyo yao, wakafanya vile ambavyo walisikia ndani yao Mungu anawaongoza. Hawakufanya vile walivyoagizwa tu. Mfalme huyo anaona ili aendelee kumiliki, kutawala na kufurahia utawala wake, hofu na mashaka vimemjaa, roho mbaya, roho ya ushetani imemjaa. Anaona cha kufanya ni kuchinja watu, kuua watoto ambao hawana hatia, wauawe. Kwa hiyo alikuwa ametafuta mbinu nyingi za kuendelea kuaminya, kuwakandamiza hawa taifa la Mungu au watu wa Mungu wa Israeli,
na mojawapo ikawa ni hii kwamba kila wanapojifungua, ili wasiongezeke, wabakie vile vile walivyo, asiwepo wa kuongezeka, basi ni kwamba watoto wanaozaliwa wote wa kiume wauawe. Kwa hiyo watoto wa kiume walitakiwa kuuawa. Kwa hapo tunaona tuna vita kubwa juu ya mtoto wa kiume. Ufalme wa giza una mapambano makubwa juu ya mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume, kwa nini asiseme watoto wa kike? Watoto wa kiume ndio wafalme, ndio wanapewa mamlaka tangu mwanzo. Biblia imejaa kila kitu wapendwa. Biblia ina mambo yote. Dunia ilivyo na mambo yote. Biblia ina kila kitu. Kila mtu anachokihitaji kinapatikana kwenye Biblia. Hapa anaeleza jambo ambalo ni la kiutawala, la kisiasa. Hili ni jambo la kisiasa, lakini tayari kwenye Biblia linatupa mafafanuzi na kutuonyesha njia inayotakiwa kuwa sahihi, ili Mungu afurahishwe, apendezwe, hata na watu wakae sawa. Kwa hiyo yeye mfalme anatumia maarifa, anatumia mbinu ya namna hii kwamba cha kufanya awaminye, awangamize hawa watu, wasiendelea au wasiongezeke. Hiyo ndio mbinu yeye aliyoiona. Hiyo ndio maarifa yeye aliyoyaona, ambayo si mema, si mazuri. Hawa wakawa sasa wamepata maarifa mengine. Hawa manesi au madaktari wakapata maarifa mengine. Mstari wa 17 anasema, lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamuriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Sasa nikwambie tena kwamba mtoto wa kiume au kwa mwanaume ndiko ufalme unakaa. Yeye ndiye analeta uzao wa kifalme. Yeye ndiye analeta uzao, au umiliki na utawala unawekwa kwa mtoto wa kiume, au niseme ni kwa mwanaume. Haimaanishi hapo kwamba mwanamke amepuuzwa. Mwanamke ana sehemu yake. Ndio sababu leo kuna vitu tunapishana, sababu wanawake wameingilia kwa vurugu, vitu vingine wamechukua, si haki yao. Lakini kwa sababu dunia ndivyo inavyokwenda, watu ukiingia hapo unaweza kukutana na maswali mengi na ubishi mwingi na kelele nyingi, lakini ukweli utasimama tu, utabakia pale. Mungu anajua kwa nini aliweka mwanamke na mwanaume tofauti, na aliyemwanzisha ni mwanaume. Sasa liko jambo hapa kikubwa, ni kwamba ni maagizo mabaya ya wakuu wa ulimwengu juu ya watendakazi au juu ya wananchi. Maagizo mabaya ya wakuu wa ulimwengu huu juu ya wananchi au juu ya watu wa Mungu katika dunia hii. Sasa mtumishi au mwanasiasa au watu wenye roho ya Mungu ndani yao au wacha Mungu, hawa ndo wanaotakiwa kwenye dunia, kwa sababu watatembea na hofu ya Mungu, kwa sababu watatembea na uwepo wa Mungu, watatembea na mapenzi ya Mungu, watatenda mapenzi ya Mungu. Hawatatafuta kutenda mapenzi ya mfalme wala ya mtu yeyote, watatafuta kutimiza mapenzi ya Mungu. Hawa wakatafuta kutimiza mapenzi ya Mungu na wala si mapenzi ya mfalme. Wakatimiza mapenzi ya Mungu, kwamba watu hawa wanatakiwa wazaliwe waishi, sio wazaliwe wauawe. Ni wazaliwe waishi, sio kuua. Hawakuwekwa kwenye kazi ya kuua, ila kazi ya kufanya watu wafanikiwe na watu waishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inawapasa watu wote katika dunia, wafanyakazi, wanasiasa, kujaa roho ya Bwana, au niseme kuwa wacha Mungu. Wawe wacha Mungu, wanatakiwa kuwa wacha Mungu. Tunatakiwa tu wacha Mungu. Roho ya kumcha Bwana ikiwa ndani ya mtu, huyo mtu hawezi kukubaliana na maagizo ya uovu, hawezi kutimiza matakwa ya shetani, hawezi kutimiza mapenzi ya shetani au mapenzi mabaya ya mtu. Atatimiza mapenzi mema, mazuri, yanayostahili. Shalom sana milele. Haleluya. Mapenzi mema ambayo ndiyo Mungu anataka yatimizwe, ndiyo ambayo mtu mcha Mungu atayatimiza, mtu mcha Mungu atayafanya. Anasema wakakataa, hawakufanya kama walivyoagizwa na mfalme, wakafanya tofauti.
na wakatoa majibu ambayo yalimpa mfalme kuridhika. Akanyamaza. Na wewe sikiliza, Roho Mtakatifu atakuongoza. Sasa wewe ambaye pia una maagizo umeyapokea ya kifalme, ya kitawala, ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, wewe mwenyewe jifikirie, je, wewe ukifanyiwa hivyo unavyoambiwa nenda kafanye? Yesu anasema watendeeni watu vile ninyi mnataka mtendewe. Msitendee watu vitu ambavyo ninyi wenyewe hamwezi kutenda. Huyo anayekuagiza yeye akifanyiwa hivyo, je, anaweza kupokea? Au wewe unayeagizwa kafanya hivyo, wewe je, waweza kukubali na kupokea? Maagizo mabaya ya wakuu wa dunia, maagizo mabovu, maagizo mabovu. Yesu anatuagiza kwenye Luka sura ya 6. Anatuagiza jambo jema sana. Kusoma sura ya 6 kuanzia mstari wa 27. Kuanzia mstari wa 27. Angalia mstari wa 32 na 33. Maana ni zile wa 33. Nanyi mkiwatendea mema wale wawatendeao mema, mwaonyesha fadhili gani? Nenda mstari wa 34. Na mkiwakopesha watu, alafu nenda ule wa 35. Bali wapendeni adui zenu, watendeni mema wanao na kuwakopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa ni nyingi. Nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasio mshukuru na waovu. Mstari wa 36. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Haya, twende mstari wa 38 pia. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kusukwa hata kumwagika, ndicho watu watakacho wapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kipimo kile kile pimacho. Alafu iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Na mahali pengine anasema watendeni watu vile ambavyo ninyi mnataka mtendewe. Bwana Yesu asifiwe. Unavyotaka wewe watu wakutendee mazuri, mema ya kufurahisha, vivyo hivyo tendea wengine mazuri ya kuwafurahisha. Usiwatendee tofauti na yale ambayo na wewe unapenda mazuri kuyapata au mema. Jina la Bwana libarikiwe. Wazalisha hawa au wafanyakazi hawa wakakataa maagizo ya mfalme kwa namna ya kiujanja kabisa. Wakapata maarifa ya kimungu kwa sababu walikuwa wacha Mungu. Hiyo ndio faida ya kumcha Mungu. Utapewa maarifa ya haraka. Ufanye nini? Kuepuka maagizo ya uovu, maagizo ya dhambi uliopewa kwamba uyatekeleze. Kwa sababu kumbuka, mbele za Mungu, Mungu atakuuliza wewe. Hata kuhukumu na huyo. Wewe ndio utakayehukumiwa, wewe unayetekeleza maagizo mabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu atusaidie sana. Basi mfalme akawaita. Mfalme akakasirika sana, akawaita. Kwa nini hamjatekeleza maagizo? Wakampatia majibu mazuri ambayo alikubali. Wazalisha akamwambia ni kwa sababu hawa wanajifungua mapema kabla sisi hatujawafikia. Mungu alisimama akawasaidia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Anasema akawasimamishia nyumba. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanaume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Kiburi bado kinaendelea, mbinu za huyu za kuendelea kuangamiza zinaendelea. Sasa Mungu, Biblia anasema Mungu akawatendea mema, akawahifadhi, akawatendea mambo mazuri, akawabarikia hawa wafanyakazi hao wazalisha au manesi, madaktari, watu waliopewa maagizo wakakataa. Mungu akafurahishwa nao. Mungu akawatendea mema. Unataka mema ya Mungu? Tenda mema, usitende mabaya.
Usikubaliane na maagizo mabovu ya uovu uliopewa ukaenda kuyatekeleza, iwe ni ya kuandika, iwe ni kusema, iwe ni kufanya, iwe ni matendo, na ambayo unajua kabisa anakwenda kumwangamiza mtu au kumtesa mtu. Usifanye, usitende. Simama na agizo la Mungu, simama katika njia ya Bwana, fanya yaliyo maagizo mema ya Mungu. Wewe ambaye umepewa nafasi, tumia hiyo nafasi, sio kwa kutesa watu, sio kwa kuumiza watu, sio kwa kuangamiza watu. Itumie vizuri ili Mungu afurahishwe. Angalia Kumbukumbu la Torati sura ya 1 mstari wa 16. Ona maagizo ya Mungu kwa watawala, kwa watu wa dunia, kwa watu wa ulimwengu. Maagizo ya Mungu, Kumbukumbu la Torati 1:16. Nikawaagiza wakati ule waamuzi wenu, nikawaambia, sikilizeni ninyi maneno kati ya ndugu zenu, mkaamue kwa haki kati ya mtu na nduguye na mgeni aliye pamoja nanyi. Msitazame nafsi za watu, yani kwa maana nyingine, msitazame uso, msiangalie bali kutenda haki. Katika hukumu mwasikilize wadogo na wakubwa sawa sawa. Msiche uso wa mtu awaye yote, kwa kuwa hukumu ni ya Mungu. Na lile neno liwashindalo mniletee mimi, nami nitawasikiliza, nami nitawasikiza. Nikawaamuru wakati huo mambo yote yaliyowapasa ninyi kuyafanya. Mungu anasema ameamuru, ameagiza yafanyike mambo mema, haki itendeke. Ifanyike haki, sio dhuluma, sio kuonea. Ndio agizo la Mungu. Basi Mungu ameagiza, na Mungu anataka tufanye mema kwa sababu yeye ni mwema. Hakutuumba kwa mabaya na hataki kuona tunafanya mabaya. Hakutuumba kwa uovu, hataki kuona tunafanya uovu. Alituumba vema sana kabisa. Haleluya. Nafurahishwa sana na watu hawa wazalisha wa kule Misri, au niseme wafanyakazi hawa wa mfalme, au watu hawa waliopewa na maagizo mabaya, lakini hawakukubaliana na maagizo mabovu waliopewa, wakatimiza maagizo ya Mungu. Simamia maagizo mazuri ya kimbingu. Mungu anataka utende haki, usitende dhuluma, watendee wengine unavyotaka utendewe. Yesu anasema kwenye ile Luka sura ya 6, wapeni watu kipimo kinachostahili na ambacho kinafaa, nawe ndicho utakachokipokea. Anasema kwa kuwa vile mwapimiavyo watu ndivyo mtakavyopimiwa. Vile unavyotendea watu sasa, nao utatendewa. Unatenda yepi? Hapo wajua vizuri, wafahamu wewe. Basi hakikisha unatimiza yaliyo ya Mungu, sio yaliyo ya mwanadamu. Angalia maagizo uliyopewa, tafuta maarifa na mbinu, na kama ni mcha Mungu na unatetemeka mbele za Mungu na unaujua habari ya binadamu, kwanza jifikirie wewe mwenyewe kwamba, je, wewe ndio unajifanyia hayo au unatakiwa kufanyiwa hayo? Je, au yeye aliyekuambia kama yeye ndo anatakiwa kufanyiwa? Je, haya mambo yalikuwepo siku nyingi ambayo mengine tunayaona sasa, tunaanza kushangaa. Biblia imeeleza kila kitu. Biblia ni kila kitu. Amini kwamba Mungu atakulinda, atakufanikisha, hata acha uangamie, hata wakufukuze hiyo kazi, bora wakufukuze, ila iwe umesimama kwenye haki ya Mungu, kwenye mapenzi ya Mungu. Watu ni waoga kwamba itakuwaje, nitaishije. Mungu ndiye anayetupa maisha, sio mtu wala chochote. Maisha yetu ni Mungu, kuishi kwetu ni Bwana. Kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Kama nikiishi namuishia Bwana. Kwa hiyo tukiishi, tuishi tuwe tunaishia kwa Bwana, tunamuishia yeye. Kama tunamuishia yeye, atatulinda, atatuepusha na mabaya yote. Ndivyo anavyosema katika pia Zaburi ya 121, atakulinda na mabaya yote. Haleluya. Hatatuacha, atakuepushia na mabaya yote. Wewe mtendee mapenzi yake, mfanyie kazi yake, timiza kusudi lake, usitimize la wanadamu. Kataa maagizo mabovu mabaya ya kuumiza, ya kutesa, ya kufanya uharibifu, dhuluma kwa wanadamu. Kubali maagizo ya Mungu ambaye ndiye aliyekuumba wewe, na huyo mtu ambaye unataka kumfanyia mabaya ndiye aliumbwa na Mungu. Hutapata majibu mbele za Mungu. Haleluya. Mungu akusaidie, Mungu akurehemu, Bwana akutunze. Patapo ujumbe huu, endelea kupelekea na wengine, ili tuendelee kufahamu neno la Mungu linavyotuambia.
Mungu ametupa huu kwa wiki hii. Uwe na lango zuri la wiki, na uwe na wiki ya baraka ya kutafakari zaidi ya hivi ulivyosikia. Roho Mtakatifu akujaze tafakari nzuri zaidi, tuzidi kujua jinsi tupasavyo kutenda, kuwatendea wengine, kuwafanyia wengine kwa utukufu wake yeye Mungu aliye hai. Bwana Mwenyezi akubariki na kuangazia nuru. Unaweza kukanua na mkono wako juu. Ninapotamka hayo, yawe kwako na kwangu, yawe kwetu wa Tanzania, yawe kwa watu wote wa ulimwengu wanaomwamini Bwana, yawe kwa wote wa mchao Bwana. Baba, asante kwa sababu ya neema yako. Naomba ruhusu tena roho ya kukucha wewe ndani yetu, ndani ya watawala, ndani ya wafanyakazi, ndani ya watu wote. Roho ya kumcha Bwana ikikaa ndani yetu, tunapata na hekima na maarifa ya kimungu yatakayotusaidia kukuabudu Bwana na kutimiza mapenzi yako. Baba, naomba useme na watu wote sasa ambao wamepewa tayari maagizo mabaya maovu. Naomba sauti yako iseme nao. Naomba kawalinde na kuwaondolea hofu na kutetemeka, wasiende kutekeleza hayo maagizo kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninayafungia kwa jina la Yesu, wasiweze kwenda kutekeleza kutimiza hayo maagizo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninauvunja huo mpango mbaya wa kipepo na wa kibinadamu ulio mbaya. Ninauangusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninauangusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninauvuruga kila mkakati mbaya uliopangwa ambao adui amesimama nao katika jina la Yesu wa Nazareti. Mungu wangu na Baba yangu, saidia watu hawa, sauti yako iseme nao, wape maarifa na mbinu za kutumia ili waepukane na yale maagizo mabaya na matekelezo ambayo ni ya uharibifu na ya mauti na ya mateso na maumivu na makandamizo juu ya wana wa Mungu, juu ya watu uliowaumba. Katika jina la Yesu, wape njia watakayotumia, wape maarifa sasa. Wasaidie, waongoze, wasije wakatekeleza maagizo mabaya, wasije wakatimiza maagizo mabaya ambayo ni ya uovu, Bwana, bali wakatekeleze yale mema. Mungu mwema, Mungu wa rehema na neema, wajalie mapenzi yako mema. Tujalie Bwana, tusimame imara bila woga, bila mashaka. Tusimame imara katika zamu zetu, katika utumishi. Hawa walio watumishi, walio na nafasi za utawala, wasaidie, wasaidie, wasaidie. Wajalie neema na nguvu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, tubariki. Bwana, wiki tunaomba ikabarikiwe, ipe kibali, ipe kuongezeka, tupe kuzidi, tupe kutawala katika uweza wa nguvu zako, tupe kuwa na utulivu mbele zako katika Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana wa mabwana, ninaomba fadhili na rehema zako na uweza wako na nguvu zako katika jina lako Yesu Kristo. Gusa akili zake, gusa akili zetu, gusa akili zao, gusa mioyo yetu, gusa mioyo, gusa Bwana, turudishe tukuelekee. Ni kwa jina la Yesu. Uliye mgonjwa, Bwana Yesu akuponye sasa. Vifungo vikuachie, giza likuachie, mateso ya kuachie kwa jina la Yesu. Ona uzima na afya, mauti na kuzimu kuharibike na kuachia maisha yako. Yesu Kristo na akupe kupona sasa. Bwana Yesu, naomba mponye katika hali yake aliyo nayo, udhaifu na unyonge umtoke kwa jina lako Yesu Kristo. Nguvu za adui ziharibike kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninavunja na kupangua mipango mibaya yote ambayo adui ameikusudia juu ya huyu mtu, iharibike sasa, isifanikiwe. Wale wanaonyemelewa na kuwekewa mitego kama ndege, kama wanyama, Mungu naomba nguvu yako, malaika wako wapite, waondoe mitego yote popote sasa katika ulimwengu huu, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Hiyo mitego ivunjike, isifanikiwe kwa jina la Yesu. Hiyo mipango mibaya na iamuru iharibike, ipotelee mbali katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Mfalme, Baba na Bwana wa majeshi, Mungu mwenye uweza na mwenye nguvu. Naomba ponya, wakoa Mfalme watu wako hawa ambao wameandaliwa mabaya. Hayo mabaya yasifanikiwe, yasiwezekane kwa jina la Yesu. Baba, wabarikie watoto wako, watu wako. Tusaidie, tutie nguvu. Kila kisasi na hasira watakaoinua haitatupata, wala malango yetu, wala familia, katika jina la Yesu. Kila kusudi baya watakalokusudia halitafanikiwa kwetu, katika jina la Yesu. Halitaweza, kwa sababu Bwana watupenda, mwaminifu, mwenye neema, mwenye rehema. Asante kwa fadhili zako zilizokuu na za milele, katika jina la Yesu. Damu yako inene mema kwenye familia zetu, kwenye nyumba zetu. Baba, naomba damu yako inene mema
kinyume cha kila mbaya na uharibifu ulioachiliwa, utupe nje sasa. Asante kwa kutupenda, asante kwa kutuponya, asante kwa kutusaidia, asante kwa uweza wako na nguvu zako, Mfalme wetu na Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Utukufu wote ni wako, na nguvu na uweza na mamlaka. Asante Jehova, Mungu wa rehema. Amina. Bwana Yesu akubarikie sana, akujalie nguvu na uwezo. Roho Mtakatifu akujaze, kusaidie. Usiogope, usifadhaike, endelea kuamini katika Yesu. Anakupenda. Bwana akubarikie na neema yake iwe pamoja nawe wakati wote. Nikupe namba za simu unazoweza kuzitumia kwa mawasiliano, au kama unahitaji kushiriki kwenye jambo lolote katika madhabahu hii, basi tumia namba hiyo ambayo ninakuletea sasa ya Voda na ya Airtel. Namba ya Airtel ni 0787 62 75 91. Lakini pia namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Ya kwanza ni Airtel ambayo ni 0787 62 75 91 91 mwisho. Alafu ile ya Vodacom ni 0762 282 439. Bwana akubariki sasa na hata milele. Uwe na wiki nzuri ya ushindi na mafanikio tele. Amen.